Suite, info en Swahili. Karibuni watazamaji wapenzi wa televisheni ya Raia, tunaalikeni kwa kuweza kufuata taarifa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Tutaweza kufungua kurasa habari jioni ya leo tukajusha kwamba kweli siku mchache kisha kutaja kwake na Rais Donald Trump sawa mshauri maalum kuhusu Afrika Bwana Masad Boulos alitamania kabisa kuanzia ku DRC kuhusu ziara yake ya kazi ya diplomasia yenye ataendesha kabisa katika mainchi michache ya Afrika ya Mashariki. Alishindikizwa na Bibi Corinna Sanders, katibu mahakamu wa taifa kuhusu mambo ya Afrika, pia Bwana Dan Dunan, kiongozi wa shauri ya ulinzi kuhusu Afrika. Bwana Masad Boulos aliweza kabisa kuwa na mazungumzo na Rais Felix Antoine Tshisekedi kuhusu ulinzi pia uchumi. DRC na Umarekani inakusudia kabisa kurudilia mahusiano yao. Basi Bwana Masad alitosheka kabisa na kupokelewa na Rais Felix Antoine Tshisekedi, kwani walisemea mingi. Tunasikilizana kabisa kwa kuweza kuhusiana pamoja na rais zaidi pia kigundi chake kwa kuweza kustawisha mahusiano zaidi yenye itafaidia kabisa kwa raia wa DRC pia wa Umarekani, na kuweza kualika vile vile wenye mali kwa kuweza kuleta maendeleo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kukomesha vita ya ubabe ya Rwanda. Upande wa Fleuve Congo Hotel uko kuliongozwa kabisa sherehe ya sahini ya mkataba mapatano kati ya FONAREV na makazi ya umoja ya kimataifa kwa kifupi SNU. Waziri Mkuu Judith Suminwa anatia kabisa serikali yake kwa mapatano ya kutosha kabisa kuhusu majumlisho ya kudumu. Basi mapatano hiyo kati ya FONAREV na SNU inaonesha kabisa kuanzishwa kwa programa moja ya kiufundi ya kuweza kujibia kabisa kumagumu yenye kuwa mashariki ya DRC. Inakusudia kabisa pia kutengeneza pia kuweza kuangalia kukinga, kujenga na kuweza kutia kitumaini kabisa kuhusu miungano inayeachanishwa pia wahanga sehemu ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi makubaliano ya FONAREV na SNU ina budget ya mwaka moja tokea tarehe 4 April mwaka huu hadi tarehe 3 April mwaka 2026. Upande mwingine mtajua kwamba siku 7 ya mazungumzo ya kisiasa yenye kuongozwa kabisa na mshauri wa uraisi Bwana Desire Kashmir Eberond alipokea jana chumbani mwake mwa kazi, alipokea chama cha kisiasa AFBC ya Bibi Nene Nkulu. Basi walizungumzia kwa kuweza kusaidia tu juu ya kukazanisha umoja wa nchi wenye utaruhusu kabisa kumtia adui nje ya nchi yetu. Na mtajua kama Bibi Nene Ilunga Nkulu aliweza kutoka upande wa FCC kwa kuweza kuingia upinzani. Basi iko mpinzani wa kwanza kabisa kwa kuweza kujibia kuwito ya mshauri maalum wa rais Bwana Eberond Kashmir Kolondele juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuunda serikali ya umoja, kwani wapinzani nao wako wanaalikwa kuweza kuhusiana na Bwana Eberond. Upande wa uchukuzi uko mtajua kwamba kweli aliweza waziri mkuu makamu au sikana na mambo ya uchukuzi aliweza kupokea kabisa bahasha Bwana Jean-Pierre Bemba Gombo aliweza kabisa kuwa na bahasha kubwa yenye iliweza kulindwa kabisa. Basi hiyo ilikuwa ni sheke ya 20,000 ya dola Kimarekani yenye iliweza kabisa kukongolewa na watumishi pia wakada wa
uongozi unayohusika na mambo ya vitu mbalimbali upande wa Banana Kinshasa. Basi sheke hiyo iliweza kabisa kutolewa kwa mikono ya bwana Jean-Pierre Bemba na mkurugenzi mkuu wa shirika hiyo Jean-Claude Mavambu. Hiyo ni kuweza tu kuangalia namna gani ya kuweza kutoa mchango wao kwa kuweza kutegemea vikosi vya Kongo wenye kupigana huko upande wa shamba la vita mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuweza kumtia adui nje ya nchi yetu na kuweza kuangalia namna gani ya kuwa nyuma ya FARDC pia wazalendo na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Upande wa uchumi ni waziri mkuu kama usikena mambo ya uchumi bwana Daniel Mkoko Samba aliweza kabisa kuwa na mkutano wa kazi pamoja na kamati ya kufuatilia bei ya biashara sokoni. Basi huko waliona kama bei ya biashara yenye kusimama kabisa raia kutokana na vitu vyenye raia wanatumia zaidi, ila biashara ya kuweza kutokea sehemu za mashariki kwenye kuwa ubabe wa Rwanda ndiye inakosekana kabisa sokoni. Basi majumlisho hayo ni hali mpya ilitiwa kabisa na waziri mkuu makamu wa uchumi wakitumia tu hali ya kisasa ya bei yenye kuwa kunako chombo ya kuchanganisha kabisa, pia kutia kwa haraka bei ya soko katika soko. Basi jambo lingine upya ni lilioneshwa kabisa kwa wafanyabiashara pia wasaidizi wengine na hali ya kufuatilia kabisa bei ya biashara. Upande wa utalii uko mtajua kwamba tarehe 2 Aprili iliyopita ubao moja ya tendo ya sheria ya ukingo kunako siti ya kanisa Kimbangu ilioneshwa kunako kanisa Kimbangu ya Mongafula hapa mjini Kinshasa. Basi mahali hiyo kwenye mwili wa Nabii Simo Kimbangu ulitiwa tokea tarehe 2 Aprili mwaka 1960. Ilikuwa kabisa pia ilikuwa hapo pia ni kituo cha kuweza kusherekea kabisa kumbukumbu hiyo ya miaka 65 ya historia hiyo. Waziri wa utalii Didier Pambia aliweza kabisa kuhudhuria kwenye mkutano huo. Alisema kama serikali ya nchi inatamania kabisa kulinda pia kuinua vifaa vya usilimu pia historia ya nchi kwa kutokana tuna hali hiyo ya kuonesha kwamba kuna historia kubwa katika kanisa hiyo Kimbangu. Kurudilia kwa mikusanyo ya bunge ya mwezi wa 3, mikusanyo sio mikusanyo ya kawaida ya mwezi wa 3, ndio upande wa Kasai Chikapa kuliongozwa kabisa sherehe ya kurudilia mikusanyo na bwana Gedeon Matamba, kiongozi makamu pia kiongozi wa muda wa bunge ya jimbo ya Kasai. Yote lipitikana mbele ya liwali pia waalikwa. Katika masemi yake bwana Gedeon analika raia wa Kasai kwa kuweza kuwa wote sawa mtu mmoja nyuma ya rais kwa kuweza kumfukuza adui wa Rwanda mwenye kunyanyasa mashariki ya Kongo. Alialika vile vile uchunguzi pia wa kibunge uchunguzi wa kibunge wenye katika mikutano ya siku hizi wataweza kuangalia. Na upande mwingine ni upande wa Kasai ya mashariki vile vile nako kuliweza teule wa jimbo hiyo waliweza kurudilia kabisa mikusanyo yao ya mwaka 2025 yenye liongozwa na bwana Jean Paul Capo, na viongozi wengi waliweza kuwapo kitako kwa kuweza kuhudhuria katika mkutano huo. Upande wa Haut-Katanga uko mtajua kwamba hapa mjini Kinshasa mshauri maalum wa rais bwana Eberand Kolongele anaendelea kabisa na mazungumzo makuu kuhusu umoja pia kuunda serikali ya umoja kuu. Basi pale Lubumbashi bwana Kalimbu naye halale usiku na mchana iko nyuma ya mazungumzo hizo za kisiasa, pia kualika vile vile vijana kwa kuweza kuingia katika jeshi juu ya kuweza kutetea tu eneo ya nchi. Kalimbu anaendelea kuhimiza raia kuhusu ulinzi mashariki ya nchi.
na anasifia vile vile uwezo wa serikali ya bwana Jacques Kabula Katwe, pia kiongozi wa baraza la bunge ya jimbo Michel Kabwe kwa bidii ya kuweza kutafuta amani. Basi alisifia vile vile bidii ya rais kwa kuweza kuongeza kabisa mshahara ya majeshi wenye kupigana usiku na mchana katika shamba la vita, na kuweza vile vile kuangalia analika raia kwa kuweza kuwa wote nyuma ya mazungumzo hayo yenye kuendeshwa na bwana Kashmir Kolondeli. Upande wa Kongo Centrale uko kunako uwanja Dioka ya Kasangulu ndiye kuliongozwa kabisa sala kubwa. Kichwa cha neno Kasangulu tusali kuhusu mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sala kubwa iliongozwa kuhusu amani pale Kasangulu. Basi imani pia uzalendo kwa raia wa Kasangulu wote sawa mtu mmoja kwa kuweza kumuomba Mwenyezi Mungu amani ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mhubiri wa siku mtumishi wa Mungu Ndwemi Lomeka Debote alihubiria katika kitabu cha Yeremia 33 mstari ya 3 kuhusu ushindi wa taifa inatokana tu na mapatano pamoja na Mungu. Basi waamini walioalikwa kabisa kwa kuweza kuwa na uchunguzi zaidi, kuweza kumchunguza adui mahali anapatikana na kuweza kumvumbua, kumtoa nje ya nchi yetu. Nafasi sote tuweze kujiunga mkono kwa mkono juu ya kuweza kumfukuza adui ndani ya nchi. Tunajielekeza upande wa mji wa Lubumbashi uko kwenye Bibi Mireille Masangu. Bibi Muloko aliweza kabisa kufanya matembezi sehemu ya Okatanga. Alitumwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi upande huo. Basi uko alipokelewa na umati ya watu. Kiongozi wa Inafeke alihimiza kabisa raia kuhusu hali ya mashariki kutokana tu na ubabe wa Rwanda. Basi alikuwa vile pale Kasumbalesa, Kipushi, Lubumbashi, Fungurume, pia Kambove kwenye aliamsha zamiri ya raia na kwa kuwa na uzalendo, kupenda nchi na kuwa wote nyuma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi, nyuma ya vikosi vya Kongo, pia nyuma ya wazalendo kwa kuweza kutetea nchi yetu. Mireille Masangu alialika raia kwa uchunguzi, pia hasa vijana kwa kuweza kujiingiza, kujiandikisha katika jeshi. Kuna nafasi ya 30 Juin pale Lubumbashi alikomesha kabisa uhimizaji huo, akishukuru raia wa Okatanga, akiwaalika kwa mapendo ya nchi yenye iko katika hatari. Tunarudi hapa mjini Kinshasa upande wa mtaa wa Kasavubu kwenye mteule Pasi Zampamba anaimiza kabisa wamama wa ABG katika kampuni ya Mkongomani Simama yenye iliweza kuanzishwa na waziri mkuu Judith Suminwa. Basi bwana mteule Jean-Pierre Pasi Zampamba anahimiza kabisa wamama hawa wa chama chake kutokana tu na kukomesha mwezi ya wamama. Ndiye aliweza kubahatisha kwa kuweza kualika vile vile vijana mabinti sawa vile wanaume kwa kuweza kujiandikisha katika jeshi. Na upande mwingine anawaambia kwamba eneo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevamiwa na adui mwenye hapende amani ndani ya nchi. Basi wote inaweza tuwe nyuma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi na tuweze kuunga mkono kwa vikosi vya Kongo, pia wazalendo wenye kutetea nchi mashariki mwake. Sehemu zingine mtajua kwamba ni kiongozi wa Union ya wa Demokrate Renové Dominique Mwambai aliweza kabisa kusifia diplomasia ya Rais Felix Antoine Tshisekedi mwenye kujitahidi usiku na mchana juu ya kuweza kutafuta amani
iko anaenda huku na huku kwa kuweza kutafuta majadiliano. Yasema kwamba hawezi kuzungumza na wale wenye kusukumwa, wale wa M23, wa AFC, wale wa RDF, hawezi kuzungumza nao, ila atazungumza na huyo mwenye kuwasukuma. Ni kusema rais wa Rwanda ndiye anapaswa kuzungumza naye kwa kuweza kuangalia namna gani tuweze kukamilisha amani ndani ya mainchi ya maziwa makubwa, ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika mipaka yetu. Ndiye bwana Dominique Mwambai anaomba vile vile kwa vijana kwa kuweza kujiingiza katika jeshi juu ya kutetea udongo wa Kongo. Na ni hapo ndiye tunatua nanga kwa habari ya jona leo. Tunapiga asante kwa wote waliotufuata kwa makini nyumbani kwao. Asante kwa wafundi waliotuwezesha ili tuweze kupeperusha taarifa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Na acha nafasi kwa Jenny Ntumba katika lugha la Chiluba. Jioni mwema.